Hujambo mara tena rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Teochews TV, tunakaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 tunapojifunza jinsi ya kuelewa unabii. Na tumefikia somo la pili linalotuonyesha mambo ya msingi. Leo tunazungumzia somo la Jumatano, kushughulika na kifo, kushughulika na kifo. Hapo majuzi nipata neema kuwa na kaka yangu mdogo anaitwa kwa jina la Timothy, na tulikuwa tukizungumza nikimwambia jinsi tunavyoendelea kusoma shule, basi na tamani mara ukimaliza nenda huko Durban na ufanye kazi ya biashara. Akaniambia kaka, mimi siendi kwa sababu baadhi ya wote wanaoenda huko Durban au Zaire, kwa wale ambao wanajua Kongo, wanatoka huko wamefariki. Nasema akumbe unaogopa kifo kiasi hicho, mbona hujakataa kuenda kitandani ukidai ya kwamba watu wengi wamefia vitandani? Sasa maneno yake yanaonyesha kwamba anaogopa kifo, sio yeye peke. Hata mimi kama sio wote tunaogopa kifo. Leo tunajifunza kushughulika na kifo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaelewa ya kwamba kifo ni tishio kwa ajili ya ulimwengu. Watu wote wanaogopa kifo kwa sababu kinaweza kuja wakati wowote, na hiyo kifo ni mshahara wa dhambi. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kifo kina jukumu kubwa katika unabii wa Biblia, uhalisi wake na muhimu zaidi suluhisho lake ambalo linapatikana tu kwa Yesu na kifo na ufufuo wake. Basi leo nitakualika kusoma kwenye Mwanzo sura ya 2:15-17, Mwanzo 4:8-15, Wakorintho wa kwanza 15:15-19 na Ufunuo 1:18. Tuangalie vifungo hivi vinavyojumuisha kutajwa kwa mara ya kwanza na kutokea kwa kifo vinatuambia nini kuhusu kinachosababisha watu kufa na jinsi Mungu anavyokichukulia kifo na kile suluhisho lake lilicho kwa tatizo letu. Karibuni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mara nyingi tunasema kwamba kifo ni sehemu tu ya maisha, lakini hapo tunakuwa tunajidanganya wenyewe. Kifo ni kinyume cha uhai, sio sehemu ya maisha. Mtu akifariki, maisha hapo inakuwa imemalizika. Ndio maana utaona kwamba neno kifo aliyesema wa kwanza ni Mungu aliposema kwamba mkila kwa matunda ya mti ambao nimekataza kama mtafariki. Mwanzo 2:17, lakini usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu alikuwa ameweka Adamu na Hawa kwenye bustani la Edeni na amewaambia mnaweza kula matunda ya mti yote, lakini kwa mti wa kujua mema na mabaya msile, siku mtakapokula hakika mtafariki. Wazazi wetu wa kwanza hawakumtii Mungu, wakakula, na kifo kikatokea kuwa mshahara wa nini? Wa dhambi. Mara binadamu alipojitenganisha na muumba wake ambaye ndiye kiini kia uzima, hapo ukawa mauti. Kwa hivyo tunapata uzima wakati tuko karibu na Yesu, lakini tukienda mbali, tukijitenga naye, tunafariki na kuna mabaya. Kifo mara nyingi huhusishwa na uzee. Watu wengi wanadhani kwamba mtu mzee ndiye anakuwa kwanza kufariki, lakini Biblia inatuambia kinyume, kwa sababu aliyekufa wa kwanza si Adamu, si Hawa, lakini ni Abeli. Kifo cha kwanza kilichorekodiwa katika Biblia kilikuwa mtu kijana. Kwa hivi kijana mwenzangu, ni lazima ujipange sawa sawa, umkubali Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yako. Usidhani kwamba baba ndiye atakayefariki. Tunaweza kufariki wakati wowote. Hakuna utaratibu wa kusema wazazi ndio wao wa kwanza kufariki. Watoto hata wanaweza kufariki kabla ya wazazi. Abeli akafariki kwenye Mwanzo 4:8, Kaini akamua. Yeye ingawa ni mwenye haki, huyo Abeli alikufa mikononi mwa yule mtu asiye na haki, yule mtu asiye mwadilifu, mdhalimu ambaye ni Kaini. Jambo la kushangaza, historia ilirudiwa karne nyingi baadaye, wakati mwadilifu alikufa pia mikononi mwa wasio haki kwenye Marko 15:14. Tofauti na Abeli, Yesu ambaye angeweza kuzuia kifo chake alijiruhusu kuuawa ili mimi na wewe tupate wokovu. Angalia Kaini, mcha Mungu, mtu mwenye haki, anauawa na mtu asiye wa haki. Angalia Yesu, mpole, mnyenyekevu, mwenye haki, anauawa na wasio haki ili kwamba mimi na wewe tuokolewe. Kwa hivyo Yesu alifanya kile ambacho Abeli hangeweza kufanya. Yeye licha ya kufa
ameshinda kifo. Bwana Yesu asifiwe. Ameshinda kifo kulingana na Warumi 6:9, na kama kwenye Ufunuo 1:18 inasema, inaonyesha alipokea funguo za mauti, kwa sababu yeye amefariki lakini ana uwezo, amefufuka, mpaka sasa yuko hai na atafufua wale wote watakaomwamini kuwa Bwana mkombozi wa maisha yao. Ana ufunguo wa kuzimu. Mungu akusaidie kumpokea huyo Yesu unaposhughulikia kifo. Ishi unapojua wakati wote unaweza kufariki, lakini kuna dawa kwa kifo, ni kumpokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yako, kwa sababu ukifa leo atakuja kukufufua ili kwamba upate uzima wa milele. Wapo wengi ambao wanatafuta dawa ya kifo, wanapoteza pesa ili wasifariki, wanafanya chochote ni kizuri, lakini la bora zaidi ni kumpokea Yesu. Hata nife nipate kufufuliwa. Asante Yesu kwa somo hili. Tubariki, tuishi tunapojua kwamba sisi ni wasafiri na wakati wote tunaweza kufariki, lakini tukutumainie wewe uliyekufa na kufufuka na unao uzima na funguo ya kuzimu, katika jina la Yesu Kristo, amina.